mchambuzi wa mambo ya siasa na uchumi, lakini pia yupo na Dr. Yared Fubusa, mtaalamu wa masuala ya uchumi na rasilimali. Wanazungumzia kwa undani kwa muda mwingine unaokuja. Hebu tuwasikilize kutoka huko Dodoma. Habari za saa hizi mtazamaji, hii ni TBC kutoka Dodoma. Karibu katika kipindi hiki maalum kabisa, mahojiano maalum kuhusiana na taarifa ya kamati maalum iliyoundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuhusiana na mabaki yaliyomo katika mchanga, mabaki ya madini yaliyomo katika mchanga ambao kitaalamu kwa lugha unajulikana kama makinikia. Na katika mazungumzo haya basi maalum nimemwalika hapa Mheshimiwa mstaafu, huyu ni mwite Moses Machali, alikuwa mbunge huyu kutoka kule Kigoma. Karibu sana Machali. Na habari za siku nyingi. Salama kabisa. Lakini pia tupo na Dr. Yared Fubusa. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na rasilimali. Mheshimiwa mstaafu Moses Machali ni mtaalamu wa mambo ya siasa na uchumi, mchambuzi. Na nikizungumza Mheshimiwa Moses Machali mbunge mstaafu, na bila shaka mtazamaji utakuwa unakumbuka mengi. Mimi ni Shaban Kisu. Bila kupoteza muda, tunakwenda moja kwa moja katika lile ambalo limefanya tumekusanyika katika mahojiano haya maalum. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli aliunda kamati maalum kabisa ya kuangalia nini kilichomo katika mchanga ambao kutokana na mabaki ya kile kilichopandwa na karibu 277 yaliyoko katika bandari ya Dar es Salaam. Na hatimaye kamati hiyo ambayo iliongozwa na Profesa Mbuma ikatoa taarifa yake. Kwanza tuanze na jinsi gani umeipokea taarifa hii ya Profesa Mbuma ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati? Asante sana ndugu Shaban na kuruzima ya TBC. Labda niseme tu kwamba taarifa ya Profesa Mbuma binafsi imenigusa. Nimefarijika sana kwamba na kuona kwamba chini ya Rais Magufuli na dhamira yake ya kufanya uchunguzi wa kitu kinachoitwa mchanga ambao umekuwa unasafirishwa na makampuni ya madini kwenda nje, tunaweza tukafika mahala tukaona kwamba nchi yetu sasa kupitia sekta ya madini tukanufaika zaidi. Kwa hiyo ripoti ile nimeiona ni ripoti nzuri. Dr. Fubusa, wewe ni mtaalamu wa masuala ya uchumi lakini hasa rasilimali. Ile taarifa wewe umeipokeaje? Na labda nitaka nikuulize, wakati rais anakuja na wazo la kuunda kamati kwenda kuchunguza nini kimo katika mchanga, pengine ulitarajia kwamba kutakuwa na taarifa kama hii? Asante sana. Ile ripoti niliyoiona ilinifanya kwanza nijisikitikie kama Mtanzania na kuwasikitikia Watanzania, lakini kwangu haikuwa kitu cha kushangaza sana kwa sababu nimevisomea hivi vitu. Nimeandika kitabu cha kurasa 500, na swali kubwa ambalo linigusa ni ukweli kwamba kwa Afrika sehemu zenye maskini wengi ndio sehemu zenye utajiri mwingi wa rasilimali. Sehemu ambazo sasa tunaona kuna vita ni sehemu ambazo kuna utajiri mwingi. Natoka Kigoma pale, ngambo ya ziwa Tanganyika kuna Kongo pale DRC, miaka 10 watu wako wanachinjana pale. Ni vita mbaya ambayo imeendelea kwa muda mrefu na dunia iko kimya. Kinachoua wale wa Kongomani si kwamba ni watu wabaya. Kinachoua ni kwamba wamezaliwa kwenye nchi yenye utajiri mkubwa sana. Nchi ya DRC. Pale Kongo kichukua jiwe moja kuna sehemu nakuta kuna madini tofauti kama 5. Kwa hiyo vita inaendelea na hakuwezi kuwa na amani. Kwa hiyo tamko na utafiti ambao rais aliagiza ulikuwa ni kama vile kitu kidogo tu kimefanyika, lakini kitaibua mambo mengi zaidi. Sio sekta tu ya madini, kuna sekta nyingi sana taifa liko linapigwa tena hadharani. Lakini dokta, kuna watu walibeza wakati ule Mheshimiwa Rais anakuja na wazo hili. Sasa Rais anapoteza muda tu. Huu ni mchanga. Lakini pia wabeza pia ni watu ambao baadaye siku za nyuma tu walikuwa ndio wanapigia kelele. Kuna wengine wamekuwa maarufu kwa sababu ya kina Buzwagi wapi huko. Walikuwa maarufu. Lakini leo ndio wanapigia debe, wanapinga zoezi la mchanga. Ni unafiki. Na makampuni si kwamba hayana fedha, yana fedha.
na kwenye vita kuna watu lazima watapewa chochote. Bwana Machali, kuhusiana na jambo hili ambalo tunazungumza leo, hapana shaka kuna watu wamepewa dhamana ya kusimamia rasilimali zetu katika maeneo tofauti, lakini tukijikita katika hili la madini, la mabaki ya mchanga makinikia, ambayo tangu mwaka 1998 makontena kwa makontena yamekuwa yakisafirishwa kwenda huko nje, nini tatizo hapa? Kuna watu wa kutimiza majukumu yao? Nachoweza kusema ni kwamba nchi hii katika miongoni mwa watu ambao wamepata kupewa dhamana kuweza kusimamia sekta mbalimbali, sio kwenye madini tu, kuna watu wamekosa uzalendo. Wanajua kabisa kwamba 1 kujumlisha 1 ni 2, lakini anataka kuifanya 1 kujumlisha 1 iwe 3 au iwe 4, kitu ambacho kiwezekana. Na ni katika msingi huu ndio tunakuja kujikuta kwamba sekta ya madini imefanywa kuwa ni kama eneo la watu kuweza kujitajirisha. Ripoti ya African Leadership Magazine ALM ya mwaka 2015-16 inaitaja Tanzania kuwa ni miongoni mwa nchi 10 katika bara la Afrika zenye kuzalisha madini kwa kiasi kikubwa. Na katika hiyo ukija kuangalia wanasema kwamba kwa mfano kwenye dhahabu pekee yake, ambayo ndio madini ambayo makampuni mengi kwa multinational corporations yapo makampuni ambayo yamewekeza huko, ni nchi ya 4 kwa kuzalisha dhahabu katika bara hili. Lakini na tumekuwa na ukiangalia mchango wa sekta ya madini hapa nchini katika kutunufaisha kwenye pato la taifa, unakuja kuona kwamba ni chini ya 3% kwa mujibu wa ripoti. Wamefanya tafiti na wameandika kuna richest lifestyle, hizi ni journal zote hizi hawa wanafanya tafiti wanaandika. Kuna African Leadership Magazine wameandika, kuna Answers Africa wameandika. Bado sekta hii haijaweza kunufaisha. Sasa yote haya yanatokea kwa nini? Ndio matokeo yake sasa ndio inatokana na kile ambacho kimeelezwa na ripoti ya Mruma. Lakini sio ripoti ya Mruma tu, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Profesa Sadi anasema anashangazwa sana kuona kwamba makampuni ya madini yamekuwa yanafanya kazi zake za uchimbaji hapa nchini kwamba hayatengenezi faida, na hivyo kiasi kwamba hayalipi kodi vile ambavyo inastahili, kwamba kwa sababu bado yamekuwa yakitengeneza hasara. Hivi tujiulize, mgodi kwa mfano wa JP Williamson ulioko kule Shinyanga Mwadui, toka miaka 1940 wanachimba almasi. Hivi katika akili ya kawaida ya kujiuliza, unaweza toka kwa zaidi ya miaka 50 sawa bado unachimba alafu unasema kwamba upate faida na bado upo. Haya makampuni haya umesikia kwamba hapa juzi mgodi nafikiri wa Buzwagi kwamba nafikiri life span yake imebakiza kama mwaka mmoja kwamba wataufunga. Hivi tangu wameingia nafikiri tangu mwaka 2000 na kama kwenye 2006 2005 wameanza kuchimba pale. Miaka yote hiyo zaidi ya 10 wamekuwa pengine wanachimba wanatengeneza hasara. Wewe miaka 10 unachimba unatengeneza hasara, bado unaendelea tena kuwekeza pale. Lakini kubwa zaidi, haya yote ambayo yametajwa na kamati ya utume ya Profesa Mruma ambaye ni mtaalamu huyu wa madini, watu waliobobea, watu wenye weledi wao wa kutosha, mambo ambayo wametuonesha kupitia kwenye kile ambacho wanaita, imekuwa tumezoea kwa lugha ya mchanga, wanachukua mchanga wanakwenda kufanyia, kwa sababu kulikuwa kuna lugha wanaenda kufanyiwa uchunguzi. Mara mchanga huu unachukuliwa unakwenda si kuchenjuliwa. Hii lugha ya kuchenjuliwa kwanza imeanza juzi hapa. Wengi wajua tulikuwa tunaambiwa kwamba mchanga unaenda kufanyiwa uchunguzi. Na ni watu wengine wa serikali wamekuwa wakisema huko nyuma kwamba wanaenda kufanyiwa uchunguzi zaidi. Sasa kama wanakwenda kufanyia uchunguzi mchanga huo, leo imekuja lugha ya kwamba unachenjuliwa na kuna baadhi ya madini wanayakuta kule ndani. Leo imekuja makontena hayo 277 peke yake. Inakuja kuonekana kuna dhahabu ya kutosha, kuna madini ya fedha ya kutosha, kuna madini ya chuma ya kutosha, kuna madini ya shaba ya kutosha. Kama ni makontena 277, tunakuwa tujiulize, hivi je, kwa mwaka mzima haya makampuni yamekuwa yakitafutisha mchanga? Uliposikia ile taarifa binafsi ulijisikia? Niliumia sana. Na mimi hasa nikikumbuka nikirejea hata wengine hao wakina Tundu Lissu, akina Zitto Kabwe.
tumekuwa mstari wa mbele. Na bahati mbaya sana mimi nimekuwa mpinzani, nimekuwa mbunge wa upinzani ambaye nilikuwa vibrant. Tumeisumbua sana serikali juu ya masuala haya. Tumekuwa tukilaumu serikali kwamba serikali inafanya uzembe katika sekta mbalimbali kiasi ambacho tunajikuta hatunufaiki vile ambavyo tunastahili kunufaika, wakati nchi nyingine zikiendelea kunufaika vizuri kutokana na sekta ya madini. Na tulikuwa tukipiga kelele tukisema ufanye uchunguzi, kwa nini hivi hawa jamaa wanachukua mchanga kweli unaenda huko ni mchanga peke yake? Na kelele zenu pengine hazikusikika wakatuishie hapo. Sasa amekuja samani kidogo, amekuja rais ambaye amesikiliza kilio chetu ambacho tulikipiga, wakiwemo kina Tundu Lissu hawa. Sasa leo nashangaa kidogo kwamba napomkuta mtu kama Tundu Lissu analaani kitendo cha mheshimiwa rais kuzuia mchanga ufanyiwe uchunguzi kwanza. Na pengine hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Anakimbilia kusema tumesaini mikataba ya kimataifa. Bwana, mimi nimejaribu kupitia huu mkataba wanaoita MIGA ambao wameandika sana. MIGA ni kifupi cha Multilateral Investment Guarantee Agency. Huu mkataba kwamba kwa ajili ya kuweza kuwalinda wawekezaji kwenye nchi zinazoendelea. Ukisoma mle ndani hakuna mahala palipoandikwa kwamba mwekezaji akija yeye akakuibia kwamba kwake iwe ni haki, kwamba unyamaze tu. Haiwezekani, umwache tutakuwa kwenda wazimu. Kwamba wewe unaona kabisa kwamba anakuibia au umeshtuka kwamba anakuibia, unasema hapana, tulia kwanza, nataka kuangalia huko ndani kuna nini. Unakwenda kuangalia ndani yake kuna nini, unakuta kuna vitu ambavyo ni tofauti na kile ambacho yeye amekuwa anakueleza kwamba huu ni mchanga tu tunapeleka kwenda kuchenjua, labda una dhahabu kiasi fulani. Kumbe kuna tani za dhahabu kiasi cha kutosha. Tutakuwa ni taifa la wajinga kama tutaendelea kulilai kwenye opinioni za Watanzania ambao wameamua kuvaa koti la usaliti dhidi ya nchi yetu. Anaipinga ripoti ya Profesa Mruma kama ni sahihi walichotuambia, na kuanza kujificha kwenye koti la mikataba ya kimataifa tuliyosaini. Hao watu, tena mimi nasema Rais Magufuli ni pole. Na watu wengine hao watu walistahili pengine hata tuwachape bakora, kwa sababu huwezi kwenda kutetea vitu vya kipuzi namna hiyo. Tuishie hapo Dokta. Madini haya ambayo yamezungumzwa kwamba yamo katika makontena 277 yaliyopo katika bandari ya Dar es Salaam, ni kuanzia tani 7 kwa kiwango kidogo, na anaweza yakafikia hata tani 15. Lakini hawa watu wengine wanasema hapana, pengine kiwango kilichotajwa si sahihi. Na Mheshimiwa Machali anasema kwamba pamoja na kwamba tuna madini mengi katika taifa letu, lakini mchango wa sekta hii sio mzuri katika pato la taifa. Na hawa wawekezaji wanasema hawapati kitu, wanachimba tu, lakini bado hapo hawajaondoka. Hii hali unaizungumzaje? Kwa sababu naona Tanzania inapata chini ya 4%. Ukiangalia pato la fedha za kigeni ambazo zinaingizwa na sekta madini, ni fedha kidogo sana ukilinganisha na utajiri tunao na idadi ya madini. Mimi siamini kama alivyosema Mheshimiwa Machali kwamba hawa watu ni wajinga kiasi kwamba wanaweza kuwa wanachukua maudongo tu wanapeleka na havina faida. Kwanza hata hiyo kitendo cha kuchukua udongo tu nchi yako kupeleka sehemu nyingine samani. Kwa ukiangalia vita yote duniani inatokea kwa sababu ya ugomvi wa rasilimali. Mara nyingi inakuwa ni ardhi, ni udongo ule. Kwa hiyo kigezo kwamba hakuna faida kunatengenezwa, makontena yalikuwa yanaondoka. Lakini sio hilo tu, kwenye migodi mingi ya madini ya Tanzania hii unakuta wamejenga airport ya mle, ndege zinaruka. Kwa hiyo madini yako yanachimba asubuhi, mchana, jioni na usiku. Ndege ziko zinaruka kila wakati. Ndivyo ilivyo kwa mfano nchi nyingine za vita kama Kongo. Panatokea majeshi yanajifanya ni yanapigania amani, kumbe kinachoendelea ni kutengeneza kitu cha kwanza, anatengeneza airport ndani ya msitu kusafirisha magogo na madini. Kwa hiyo swala hili kwamba wanaweza kapeleka vitu kama hivi, na shangaa kwa nini walikuwa wanaruhusiwa miaka yote hii. Siamini wazungu jamaa nao wenzetu huwa hawana urafiki na mtu, ila wana maslahi na mtu. Na mimi naomba urudie hapo.
wenzetu hawa wazungu hawana urafiki na mtu, ila wana maslahi na mtu. Yaani kwa ufupi urafiki wao ukiona anakukumbatia sio bure, kuna kitu ananufaika nacho. Na ndio kitu ambacho sisi hatunacho. Hakuna mitaala inayofundisha vijana wetu uzalendo. Matokeo yake ndio hii. Na kigezo namba moja cha kuwa kiongozi ni uzalendo kwa nchi yako. Lakini leo watu walikuwa ni serikalini pale kwa sababu kuna fedha. Ilikuwa ni sema kupiga dili. Kwa mimi binafsi nikiangalia, narudi tu kule kwamba kwa Afrika sehemu ambapo kuna maskini sana ndio sehemu kwenye utajiri mkubwa. Na Mungu alitutengenezea nchi akaipa utajiri mpaka akatupendelea. Juzi nimeandika kama makala kidogo kamezunguka kwenye mitandao ya kijamii. Na ilikuwa ni makala tu ya kuambia Watanzania tuwe makini sana na utajiri wa nchi yetu. Kuna vita naiona hapo kesho. Na nilizingatia kitu kimoja tu. Idadi ya watu. Wakati tunapata uhuru, Tanzania ilikuwa na watu milioni 9. Hatujafikisha hata miaka 60. Leo kuna watu karibia milioni 55. Maana tumeongezeka mara 6. Na kuna ripoti nimeisoma, miaka 80 ijayo Tanzania itakuwa nchi ya 5 kwa idadi kubwa ya watu duniani. Kwa trendi hii, kwa mtiririko huu, kama ndani ya miaka 60 idadi ya Watanzania imeongezeka kwa mara 6. Kwa miaka 60 mingine ijayo tutakuwa na Watanzania milioni 330. Zaidi ya watu wa sasa wa nchi ya Marekani. Hawa watu mtawapeleka wapi? Hawa watoto hao wataishi wapi? Watalima wapi? Kipindi hicho mito itakuwa imeshakauka. Madini itakuwa ni mashimo yameachwa. Wanyamapori watakuwa wameshamalizwa kama ilivyo nchi za wazungu. Leo tunapa leseni za kuja kuua wanyamapori wetu. Wanaua twiga, wanaua tembo, wanapakia wanyama kubwa na peleka kwao. Tutabaki kuwa kama wao. Walimaliza wanyama wote. Ukienda kwenye hifadhi nyingi kama za Marekani, huwezi kwenda kwetu kuangalia wanyamapori. Wameshaisha. Unakwenda kule kuangalia tu mandhari basi. Sisi tuna nchi ambayo karibia theluthi moja ukubwa wa Tanzania umetengwa kwa ajili ya wanyamapori. Lakini bado tunagawa leseni za kuja kuua wanyamapori. Kwa hiyo hii vita alianzisha Rais Magufuli ni vita ambayo kwanza anatakiwa lindwe sana na anatakiwa waandae wa Tanzania. Ni vita mbaya kuliko hata vita ya kisiasa. Watanzania watakiwa wawe tayari. Na kwenye makala nilizungumza haya. Kuna watu wamesema Tanzania itakuwa kama Zimbabwe, tutatengwa. Mimi nikasema sio kweli. Tanzania ni nchi ya pili kwa vivutio duniani baada ya Brazil. Nusu ya vitu vizuri vinavyoifanya Afrika kuwa maarufu ziko Tanzania. Tuna ardhi kubwa, tuna jiografia nzuri sana, tuna bahari na maziwa yote makuu ya bara ya Afrika yapo kwetu. Tuna mito mingi mikubwa kama kule kwetu Kigoma kuna mito mitatu mikubwa sana na usitiri wa mito mingi inayotiririsha maji mwaka yote. Mabonde mazuri tu ya kilimo. Tunauzia wa China, tunauzia watu, tunapa title deed za miaka 99. Kama vile sisi tu ndo tutaishi hapa Tanzania. Kwa hiyo vita ni pana zaidi. Ni vita ya kulinda rasilimali. Na sisi ni makastodian tu. Yaani tumepewa dhamana ya kulinda utajiri. Umri wetu wa kuishi duniani ni muda mfupi. Lakini kwa jinsi tunavyoenda, jinsi tunavyouza utajiri wa nchi, itafikia hatua watu vituku vyetu vinafukua makaburi na kuangalia vizazi vya wajinga waliowahi kuishi duniani. Haina tofauti na wale mababu zetu, wale machifu wetu walivyokuwa na wanaingia mikataba. Chifu anaingia mkataba kwa sababu tu amepewa kioo cha kujiangalia. Ameridhika, anauza watu. Kwa kinachoendelea hapa, hizi si kama haufanyi kwa kuna Watanzania wao kwenye madili. Mheshimiwa Rais wakati anapokea ripoti ile ya Profesa Mruma alisema kabisa kwamba hii ni vita na ni vita ya kiuchumi. Na Dr. Fubusa hapa anakiri pia kusema kwamba hii ni vita. Mheshimiwa Machari, ni vita. Nakubaliana kwa asilimia zote kabisa na Mheshimiwa Rais na Daktari Fubusa, mtaalamu wa uchumi na maliasili, kwamba hii ni vita kubwa.
Na pengine nadhani Mheshimiwa Rais ameita kwamba ni vita kwa sababu yawezekana amepata kupitia ripoti nyingine ambazo na sisi tumepata kuzipitia. Kwa mfano, ripoti ya Richest Lifestyle hii magazine ya mwaka 2015 mwezi Januari inaitaja Tanzania kuwa nchi ya 24 kwa rushwa. Nchi ya 24 kwa rushwa. Hii ni ripoti ya Richest Lifestyle. Katika ripoti yake ni ripoti iliyotolewa na Richest Lifestyle. Katika ripoti yake wanasema corruption in Africa by numbers. Ziko nchi mbalimbali, Somalia ya kwanza, unajua kuna furugu, Sudani, South Sudani, Kenya na wengine. Tanzania nchi ya 24 kati ya nchi 50 na kitu za Afrika. Sasa tafsiri yake ni nini? Haraka tunapata kujifunza jambo moja. Huko kwenye madini ambako ukiangalia ndio vitu ambavyo vinatafutwa sana duniani. Watu wamehongwa wakapiga hela, na pengine wengine wakashiriki hata kwenye kutunga sheria mbovu zitakazosaidia wao kuweza kupiga deal kwa maslahi yao na sio kwa maslahi ya vizazi vilivyokuwepo, vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Watu wanatunga sheria kwa kuangalia leo, au hata pengine hata pale ambako pengine sheria inakuwa ni nzuri, watu wanaamua kuipindisha sheria, kuikanyaga ili kuweza kuhakikisha kwamba maslahi yao wanayapata. Taifa likia